Kwenye Big City Breakfast ya leo tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026, dakika zinayoyoma. Kama ndio kwanza unajumuika na sisi, karibu sana, haujachelewa. Hii ni 92.5 Mjini FM. Hassan yuko hapa, Jamal yuko hapa, Casto Dickson niko hapa. Jamal. Naam, uko vizuri? Niko viedi. Mambo yanakwenda? Tanga wanasema niko viedi. Aha, uko viedi kabisa eh? Zanzibar wanasemaje? Zanzibar wanasema hivyo hivyo, niko vizuri. Niko vizuri. Au wanasemaje? Pwani? Pwani Hasani atuambie. Kwa pwani hapo Hasani atuambie. Swalama. Swalama. Swalama weye. Ndio pwani wanasema. Mtaani wanasema shwalala. Hiyo mtaani ndio ndi nayo. Kuna sehemu wanasema uko gado. Kamili gado. Ni kamili gado. Mimi siko kamili gado. Kwa nini? Hassan Mwakinyo kakutana nacho. Mapema tena asubuhi. Asubuhi. Watu wafahamu. Au subiri hata kwanza arudi? Hapana. Bwana yule jamaa anapiga ngumi yule. Yule jamaa anazileta. Sani Manundu. TKO, technical knockout. Raundi ya 9, Hasani chali. Mwakinyo chali. Raundi ya 7 mwenyewe alikuwa anachungulia kama bado tunaendelea. Bado unakuja. Bwana, Cote d'Ivoire jana ameshuhudia, Ivory Coast jana ameshuhudia ngumi moja nzuri sana. Na Hasani kachapika. Ukweli ndio huo. Always next time. Unajua unaangalia game ya Arsenal na PSG? Kila mtu kaangalia. Kaangalie. Sasa ile pambano ilikuwa hivyo. Nishambulie nijilinde. Nishambulie nijilinde. Kwa nani alikuwa Arsenal, nani alikuwa PSG? Mwakinyo alikuwa Arsenal. PSG alikuwa bondia yule. Mwenye heavyweight ngumi. Ndio unachokisema hicho kwenye maelekezo yako asubuhi. Nasema kile kilichotokea usiku. Kwa hiyo hilo tuliweke kwenye hiyo ni taarifa, ni dukuduku au malalamiko? Wewe unatoa taarifa. Hayo ni matokeo. Matokeo ndio natoa hivi. Matokeo ndio natoa namna hii. Hassan Mwakinyo kachapika. Hebu yatoe vizuri sasa, kachapika vipi bwana? Tuambie. Kachapika vipi? Kakutana nacho. Na mabondia ambao walimsindikiza. Jana tulisema hapa. Kwamba jamani, Hassan Mwakinyo anaenda kuipeperusha bendera ya Tanzania huko nchini Ivory Coast pale Abidjan. Ni kama vile Watanzania wengi wamefurahi Hassan kupoteza ndivyo inavyoonekana. Inaonekana wewe umeona wapi watu? Mitandao mingi ukiangalia. Mjadala tutakuja kuzungumza kwenye sports. Jamali kauleta hapa. Mimi nimesema natoa matokeo. Basi toa matokeo tufuate tu maelekezo. Matokeo ni kwamba Hassan Mwakinyo akafanyaje? Kapigwa. Kwa kama ukupata nafasi ya kufuatilia jana pambano, ujue Hassan Mwakinyo kapigwa. Bwana, kwenye kazi yetu hii, ndugu yangu Casto na Hassan, hii kazi yetu ya uandishi wa habari, kuna mtu anasema, hata kuna siku tulikuwa na Brela hapo, akasema bwana, mnaweza mkaikatia sauti yenu nini? Hakimiliki. Unakumbuka? Sasa kuna mwamba mmoja pale nchini Brazil. Au ni maelekezo binafsi, ni taarifa? Hizi ni rasha za asubuhi. Una haraka gani? Huyu mwamba anaitwa Adao Alves. Anajulikana sana nchini Brazil kwa jina la utani la Reporter Mudinho. Reporter Mudinho, yani mwandishi bubu. Reporter Mudinho. Mwandishi bubu. Hana sauti. Hana sauti. Mambo muhimu kuhusu yeye, huyu mwamba ni mwandishi wa habari kutoka mji wa Barros do Carcas. Ana ulemavu wa kutoweza kusikia na kuzungumza, lakini hilo halikuzuia kufanya kazi ya uandishi wa habari kwa zaidi ya miaka 16. Anajulikana kwa kuripoti habari za jamii, kufanya mahojiano na kufuatia matukio mbalimbali katika eneo la Araguai pale Brazil. Sasa anafanyaje? Huyu mwamba anafanya vipi? Anafanya kazi yake vipi? Watu wengi hawamfahamu kwa jina la Reporter Mudinho, mwandishi bubu, ingawa hasikii na haongei, hutumia lugha ya mwili. Unaona kazi anavyofanya? Hutumia lugha ya mwili, alama hizi, ishara za uso,
lugha ya mwili, ishara za uso, kusoma midomo ya watu na mbinu zake za mawasiliano wakati wa mahojiano. Na Mungu fundi. Mungu fundi. Wahojiwa wake wenyewe wanasemaje? Wakiwemo viongozi wa serikali na wananchi wa kawaida. Huyu mwamba bwana akiwauliza maswali kwa lugha yake hiyo ya mwili, kwa ishara zile, hujibu maswali yake kwa kawaida kwa sababu wamemzoea na mtindo wake wa kazi. Kwa hiyo akishafanya hivyo wameelezea nini kilichotokea. Afu kama kuna kivideo chake wanda takiweka. Jamaa kama anaongea lakini sauti ndo hamna. Lakini watu wake wanamuelewa. Kwenye mitandao ya kijamii Mwamba amepata umaarufu mkubwa na wengi humpongeza kwa ujasiri wake na uwezo wake wa kuwasilisha habari licha ya changamoto alizonazo. Kinachovutia zaidi ni kwamba watazamaji humfuatilia kwa sababu ya hawamfuatilii tu kwa sababu ya ulemavu wake pekee, bali kwa sababu ameonyesha kuwa uandishi wa habari si sauti pekee, ni uwezo wa kutafuta habari, kuwasiliana na watu na kufikisha ujumbe kwa jamii. Ndio maana amekuwa mmoja wa waandishi wanaoheshimika sana katika eneo la Araguai nchini Brazil. Na huyu Mwamba mwaka 2013 aligombea udiwani kwenye eneo lake, sema alikosa. Lakini Mwamba alikuwa anautaka udiwani. Ona namna gani ambavyo anaheshimika na anafanya kazi yake kwa mchango wa jamii. Unajua katika changamoto ambazo watu wengi wanakutana nazo ni kuwaelewa watu wenye changamoto ya aina hiyo. Yeah. Yaani kuzielewa zile ishara. Mimi pamoja na kuangalia TV kote. Waelewe wale wanaoelekeza vile. Sasa kuna Mwamba ni reporter kabisa. Anaitwa Adao Alves aka reporter Mudinho. Reporter bubu, mwandishi bubu. Sema wana wenyewe wanaelewana. Kuna mwana mmoja siku yake anaongea na mtu mwenye hiyo changamoto. Yaani wewe unaweza kuwa unasemwa hapo na wewe hujui kama unasemwa. Mwaka 2020 ikasa mwaka 2020 Mwamba ndo aliingia kwenye kinyang'anyiro cha kugombea udiwani. Afu mwaka 2023 bwana alipewa tuzo na kupongezwa kwa mchango wake na kazi yake anayofanya kwa takriban miaka 16. Alafu anaenda kwenye jamii kabisa. Yeye habari zake anaingia kabisa kwenye jamii kule. Ameiona fursa pamoja na changamoto ambayo anapitia, lakini ameiona fursa kwamba naweza kufanya, ndoto yake lazima itimie. Ndio. Sasa wewe umepewa kila kitu, unaanza kulialia. Kuna mtu yeye sauti anayo, kusikia anasikia, lakini bado anakoroma mpaka saa hizi. Anauvuta. Koroma hivyo hivyo. Mwingine amepewa na Mwenyezi Mungu kipawa chake, ambaye njoo asubuhi tufanye kipindi, akamwambia asubuhi mimi changamoto. Mwamba miaka 16. Haongei, asikii. Lakini anaripoti na watu wake na jamii yake inamuelewa. Na udiwani anataka. Reporter Mudinho. Sasa yuko unamfahamu? Sawa. Asante sana kwa hilo. Bwana sasa